lakini pia Pacome Zouzoua, Clatous Chama na Kennedy Musonda ambao sasa wamerejea mazoezini na daktari anasema kwamba wako tayari kuweza kuendelea na mechi ambazo zimesalia kwenye ligi kwa hivi sasa. Tuangalie kwanza namna umuhimu wa wachezaji hawa upo, lakini pia kukosekana kwao, hususan kwa Khalid Aucho pamoja na Pacome Zouzoua ambao wao wamekuwa ni wapo kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga. Ashraf, Yes, ni wachezaji muhimu kwenye timu ya Yanga. Tunafahamu namna ambavyo Yanga inakuwa na balance nzuri kwenye eneo la kiungo akiwepo Khalid Aucho. Kwa bahati mbaya tu huu msimu ambao umekuwa mbaya kwake, imekuwa na in and out nyingi, hizo injuries ni nyingi mno kulikweli. Wachezaji waliopo wanaweza kuperform, lakini hakuna ambaye anaweza kufanya hata kile ambacho robo tatu ya kile ambacho anakifanya Khalid Aucho. Ni kweli kocha anamhitaji Khalid Aucho ambaye akiwa na utimamu wa mwili na akili, kwa sababu tunaelewa namna ambavyo amekuwa na ufanisi mkubwa kwenye kuilinda back four yake timu ikiwa inashambulia. Ni kiungo ambaye sijawahi kuona kiungo wa namna ile kwenye ligi yetu kwa hii miaka ya karibuni. Yani ni kiungo ambaye ana uwezo wa kuituliza Yanga, haijalishi kiwa kwenye pressure au haiko kwenye pressure. Atachukua mpira, ataanza kuprogress, atapiga pasi ambazo mara nyingi zinakuwa ni sahihi. Yanga mara kadhaa tumekuwa tukiona wanapodominate game, pasi ambayo inaanza kwenda kutengeneza mashambulizi inaanzia kwake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ana huo uwezo wa kuilinda back four vizuri, lakini baada ya kupola mpira au Mudathir akiwa anacheza naye ambaye ni mzuri sana kwenye kufanya interception na hivyo vitu, yeye ndo ana huo uwezo wa kuituliza timu. Yeye anaamua timu inatakiwa kucheza vipi, tunahitaji kushambulia kupitia maeneo gani, nitapiga pasi nyingi kwenda mbele, kitu ambacho hakuna huyo kiungo anaweza kufanya hiyo kazi. Of course kuna Duke Abuye, kuna Mudathir wanaweza kufanya hiyo kazi, lakini Khalid Aucho yuko far better. Kwenye mechi ambazo walikuwa wanacheza walikuwa wanaona kabisa kulikuwa na hiyo nafasi ya Khalid Aucho. Kwa hiyo kama anarudi uwanjani na kadeliver kile kitu ambacho always amekuwa akideliver, lile daraja lake la Khalid Aucho kila mtu anaelewa ni top player kwenye ile timu na kwenye ligi yetu pia. Lakini kwenye upande mwingine Pacome Zouzoua ni hatari yule bwana mkubwa. Tunafahamu ubora wake, namna ambavyo anajua kuibeba timu kuanzia kwenye eneo la pembeni. Ni untouchable. Mimi sijawahi kuona winga wa namna yake kwenye ligi. Yani winga ambaye ana huo uwezo wa Pacome Zouzoua. Of course wapo hao wengine, lakini kufanya kile kitu ambacho anakifanya Pacome Zouzoua ni wachezaji wachache mno wanaweza kufanya kile anachokifanya. Kwa hiyo ni unaona kabisa wapo wachezaji walikuwa wanacheza kwenye eneo la winga kwenye kikosi cha Yanga, lakini unahitaji mchezaji ambaye ana akili kama ya Pacome Zouzoua kwenye ile eneo. Mchezaji ambaye ana huo uwezo wa ku-unlock watu pindi timu ikiwa kwenye low block au mid block ikiwa wanazuia hivyo. Kwa sababu moja tu, brain yake, vision yake, namna ambavyo anajua kufanya mikimbio, kudribble, kulazimisha watu namna gani wanaweza wakafungua, ni kitu kigumu sana. Unakutana na wachezaji wengi wanao uwezo wa kucheza pembeni, lakini je, unao uwezo wa kufuata watu, kuwalazimisha mabeki watoke kwenye natural position wewe uweze kupita? Hicho kitu mtu ambaye anaweza kukifanya kwa ubora mkubwa ni Pacome Zouzoua peke yake pale Yanga. Kwa hiyo unaona walikuwa wanamhitaji mchezaji wa design hiyo kwenye kile kikosi, na ndio maana juzi Yanga walikawa wakamuongeza mkataba wa miaka 2 kwamba wanahitaji huduma yake, kwa sababu wanajua availability yake kwenye uwanja ni kitu kikubwa sana. Haijalishi kwenye mechi za kawaida za kwa maana mechi za ligi, mechi za FA na hata zile mechi za klabu bingwa, tumeona namna ambavyo amekuwa na impact kubwa. Lakini kwa Chama ni mchezaji ambaye ana in and out, mchezaji wa bench, mchezaji ambaye amekuwa akiingia mara chache kwenye timu, lakini kila anapoingia pia huwa anatoa kitu kikubwa uwanjani. Kwa hiyo naye pia walikuwa wanahitaji kuona utimamu wake, kwa sababu hata pale ambapo huwa anaanza namba 10 Aziz Ki anapokosekana yeye, replacement ya mchezaji kama alivyokuwa Chama inaipa uhai timu, na ndio maana tunasema kwamba unahitaji kuwa na squad ambayo ina wachezaji wengi ambao wana huo ubora. Kwa hiyo siku anaweza kukosekana Stefan Aziz Ki, lakini unahitaji huduma ya Chama ambaye yuko na huo utimamu. Tumeona mara kadhaa namna ambavyo amekuwa akiamua mechi kutokana na ule ubora, daraja lake. Nilishawahi kuzungumza, hakuna namba 10 kwenye nchi mwenye ubongo wa Clatous Chama. Ni peke yake yeye ambaye ana huo uwezo wa kuamua mechi kwenye boxi. Utulivu, composure yake ni the highest level. Kwa hiyo wamebarikiwa kuwa na mchezaji wa namna hiyo, walikuwa wanamhitaji pia. Na nafikiri hata sasa hivi kocha anaweza kaa anaangalia namba 10 aliyokuwa nayo na namba 10 huyo ambaye mara nyingi huwa anaanzia benchi. Unaweza kumuuliza maswali magumu kwamba okay,
tunaye Aziz Ki ambaye huu msimu hajawa na performance bora. Fair comment. Huu msimu ni tofauti na namba ambazo zinamhukumu Stefan Aziz Ki, lakini namna ambavyo ana impact mchezo, asali yake akiwa uwanjani ni tofauti na msimu uliopita. Kwa hiyo hata watu wanaona pia kwamba huu msimu Stefan Aziz Ki hajawa na kiwango bora pia. Lakini kwenye mechi chache ambazo tumempa mchezaji kama Clatous Chota Chama ameonyesha daraja kubwa. Wakati mwingine unaweza ukariski kwenye mechi zilizobaki ukampanga Chama. Kwa hiyo all in all kurejea kwa hawa wachezaji ambao wana potential kwenye timu ni kitu kizuri na ndio kitu ambacho watu wanahitaji.